أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Assalamu alaikum wanamizani popote mlipo. Katika siku ya leo ambayo ni siku ya Alhamis Aprili 10, 2025, sawa na Shawwal 11, 1446 Hijria. Taarifa kubwa kabisa tuliyokuwa nayo hii leo ni swala la mkutano uliofanyika hivi karibuni baina ya Waziri Mkuu wa Israeli Nduli Benjamin Netanyahu akishirikiana na mwenzake wa Marekani Donald Trump katika kuratibu taratibu utakaoweza kuwaondosha Wafalestina katika ardhi yao na kuwapeleka kusikojulikana, na mara hiyo akifichua kwamba kuna mali nyingi zilizoko pale Gaza na kwa vyovyote vile inalazimu Wafalestina waondolewe ama kwa nguvu ama kwa kuuawa. Hayo ndio mambo mazito zaidi sana kuliko yote katika taarifa hii. Na jambo la pili ni mpango wa Trump kuzungumza na Iran hivi karibuni katika mpango wa nyuklia wa Iran ambao hapo awali ni Trump aliuvunja baada ya kufikia makubaliano mnamo miaka ya katikati ya 2015-16. Wakati matukio ya mauaji ya kikatili na unyanyasaji wa namna mbalimbali vikiendelea katika maeneo ya Gaza na kwingineko nchini Palestina, huku mataifa ya Kiarabu na yale ya Kiislamu yakishuhudia na vikombe vya kahawa mikononi, taasisi kubwa duniani kama vile Umoja wa Mataifa na mataifa ya Kiislamu hawajatoa msaada wa aina yoyote zaidi ya kutoa kauli za kujitoa kimasomaso, huku Wafalestina wakiteketea kama kuku wa mdondo. Bila kificho chochote, Marekani na Israel zimeendelea kusisitiza mpango wao wa kuondoa kabisa Wafalestina katika maeneo ya ukanda wa Gaza, ama kwa kuwamaliza kwa kuwaua kwa mabomu, kuwanyima chakula, kuwanyima dawa, hadi pale watakapokuwa wamemalizika kabisa katika uso wa dunia. Mataifa ya Kiarabu yamependekeza vibaraka wao katika nchi mbalimbali duniani ambao wanadai eti mataifa ya Kiarabu ikiwemo Saudi Arabia wanasaidia Wafalestina kwa kuwapa pesa, hususan serikali bandia ya Mahmoud Abbas inayopokea kila kitu kutoka kwa Israel. Unafiki huo unaficha dhamira halisi ya Waarabu na mataifa ya Kiislamu ambayo kiuhakika yanasimama pamoja na Israel na Marekani dhidi ya ndugu zao wa Palestina. Qur'ani tukufu sura ya 9 aya 197, Mwenyezi Mungu anasema: Al-A'rabu ashaddu kufran wa nifaqa wa aydaru alla ya'lamu hududa ma anzala Allahu ala rasulihi wallahu alimun hakim. Mabedui, yani Waarabu, wamezidi sana katika ukafiri na unafiki na wameelekea zaidi kutojua mipaka ya aliyoiteremsha Mwenyezi Mungu kwa juu ya mtume wake, na Mwenyezi Mungu ni mjuzi mwenye hikima. Sura ya 9 aya ya 97. Katika hadithi Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema: Man raa minkum munkara falyughayyirhu biyadihi, mtu yoyote miongoni mwenu anayeuona uovu, ukandamizaji au jambo lolote lile la uasi na jinai, ni wajibu wake kuliondoa kwa mikono yake. Fa in lam yastati' fa bilisanihi, na asipoweza anaweza kulisemea kwa mdomo, kwa ulimi wake. Fa in lam yastati' fa biqalbihi, na asipoweza basi alichukie jambo lile katika moyo wake. Wadhalika min adhaful iman, na huo ndio udhaifu mkubwa sana wa imani. Lakini katika hadithi nyingine Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema: Unsur akhaka dhaliman au madhuluma, mnusuru ndugu yako, yani mpe msaada ndugu yako pale anapokuwa yeye amedhulumu au yeye mwenyewe amedhulumiwa. Faqala rajulun, mtu mmoja akasema kumwambia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam: Ya Rasulullah, mjumbe wa Mwenyezi Mungu, ansuruhu idha kana madhuluma, inafahamika kuwa nitamsaidia, nitamnusuru anapokuwa amedhulumiwa. Afaraaita in kana dhalima, unaonaje atakapokuwa yeye ndio anayedhulumu? Kaifa ansuruhu, vipi nitamnusuru au vipi nitamsaidia? Akasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam: tahjuzuhu, utamzuia, min dhulmi, katika kuendelea kudhulumu. Tahjizuhu yani tamna'uhu, utamzuilia asiendelee kufanya hiyo dhulma. Fa inna dhalika nasruhu,
basi huo ni msaada kamili utakuwa umempa. Katika baadhi ya watu wanazungumzia kuwa kuna baadhi ya mataifa ya Kiislamu yanasaidia Wafalastini ikiwemo Saudi Arabia, na mmoja aliyoandika katika channel yetu anaelezea msaada wenyewe kuwa ni pamoja na kupeleka pesa na vitu mbalimbali kuwasaidia utawala wa Mahmoud Abbas. Kwa faida yetu wanamizani kwa pamoja, utawala wa Mahmoud Abbas ndio utawala unaojulikana kimataifa, na huu ni utawala ulio chini ya Israel. Mahmoud Abbas hana kitu chochote, hata mapato yake na kodi zinakusanywa na Israel, na ili aweze kuendesha hayo mambo ambayo yanahitaji yaendeshe pale ni msaada anaopata gawio la fedha kutoka Israel. Na ndio maana Wafalastini wanalalamika juu yake na kufanya maandamano kuwa hawamtaki, kutokana na kwamba anaonekana kwenye mikutano tu inapoitwa mikutano, lakini hana lolote analofanya kuhusu kuwanusuru au kutafuta Falastini huru, kwa sababu wamestarehe huku akisaidiwa na Mayahudi. Kwa hiyo Wafalastini hawahitaji msaada wa pesa, kwa sababu hadithi ya Mtume inasema unsur akhaka dhaliman au madhuluma, nusuru ndugu yako anapokuwa amedhulumiwa au yeye mwenyewe kadhulumu. Sasa mtu anauliwa kwa mabomu na vifaru, unampelekea pesa ili zikafanye nini hizo pesa? Msaada unaotakiwa ni watu kupeleka majeshi kuwasaidia silaha ili waweze kupigana kuondoa ile dhulma. Aina ya dhulma inayofanywa Falastini haihitaji pesa. Inahitaji nchi za Kiislamu zenye nguvu na zenye fedha kushirikiana na Wafalastini ambao wanapambania kwa njia ya mapambano ili kuweza kupata haki yao, nchi yao na usalama wao. Kwa hiyo ndio maana Mwenyezi Mungu anasema al-a'rabu ashaddu kufran wa nifaq. Waarabu ni wamezidi kupita kiasi katika unafiki na vile vile ukafiri. Haya mauaji yanayotendeka katika Gaza, watoto wachanga wanauliwa. Majuzi hapa tumesema takriban watoto 19,000 watoto wadogo wasiojua chochote, wasioweza kubeba silaha, wasioweza kujilisha wanauliwa. Hali ya kuwa Waarabu wana mataifa, wana mali za kutosha, wana silaha za kutosha, wana majeshi ya kutosha, wanaangalia. Alafu anatokeza mtu tu kwa sababu anapata $100 au 200 kila mwezi anapata kutoka huko, basi anakuwa anawatetea watu hawa. Ni Iran peke yake ambaye sio taifa la Waarabu, si miongoni mwa Waarabu, ndiye anayewasaidia Wafalastini. Ni Iran. Kila inapopigwa bomu moja kutoka Lebanon kwenda Israel, ni Iran ndio inayefanya kazi hiyo. Majeshi yote yanayosaidia Wafalastini, Iraki, Yemen pamoja na Lebanon, wote wanasaidiwa na Irani na wala hawasaidiwi na Waarabu. Waarabu wana mahusiano makubwa sana na Israel kuliko ilivyokuwa wana mahusiano na nchi za Kiislamu na walivyokuwa na mahusiano na Wafalastini. Kwa hiyo ni jambo la kuhuzunisha sana 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 kwa namna ambavyo Waarabu wamewatelekeza Wafalastini peke yao, huku wakikaa mikutano na kulaani kila siku, wakinywa kahawa na kufanya mambo yao, huku Wafalastini wakiteketea. Jana siku ya Jumatano, Aprili 9, 2025, ndege za kivita za Israeli zilishambulia nyumba moja ya makazi katika kitongoji cha Shujaia kilichoko mashariki mwa jiji la Gaza. Takriban Wafalastini 30 waliuawa shahidi katika hujuma hiyo. Makumi pia walijeruhiwa katika shambulio hilo dhidi ya jengo la ghorofa kadhaa. Mamlaka ya afya ya eneo hilo zimesema Wafalestina wengine 9 wameuawa shahidi katika mashambulizi tofauti ya kijeshi ya Israel katika maeneo mengine ya eneo lililozingirwa la Falastini, na kuongeza idadi ya waliouawa shahidi siku ya Jumatano hadi kufikia 39. Ndege za kivita za Israel pia zilishambulia kambi ya wakimbizi ya Nusrat katikati mwa Gaza. Baadhi ya ripoti za vyombo vya habari zimesema takriban Wafalestina 80 wametoweka. Jeshi la Israeli lilisema jana siku ya Jumatano Aprili 9 kwamba ndege za kivita zimefanya mashambulizi ya anga katika maeneo 45 katika eneo la Gaza ndani ya masaa 24 yaliyopita. Trump na Netanyahu wakati huo walikuwa katika kikao chao huko Washington, ambako walikuwa wakijadili mipango yao katika kikao chao cha pamoja na waandishi wa habari katika ikulu ya Marekani siku ya Jumatatu Aprili 8, 2025. Rais wa Marekani Donald Trump pamoja na waziri mkuu wa Israeli Nduli Benjamin Netanyahu wamesema wamekuwa na mazungumzo marefu yaliyohusu mpango wa kuondoa kabisa Wafalastini katika ukanda wa Gaza kama hatua ya kuimarisha usalama katika eneo hilo.
Matamko ya viongozi hao yanaweka wazi unafiki wa Marekani, hasa pale inapodai kuwa Gaza itakuwa mahala salama kwa kuondoka wananchi halali wa eneo hilo, bila kutaja ni nani anayefanya kuwa eneo hilo kuwa machinjio ya Wafalastini na kutoweka kwa amani ambayo Trump anadai kuwa inatafutwa. Marekani ni mshirika wa hali na mali wa mauaji ya Wafalastini katika nchi yao, na mara kadhaa Trump amesisitiza kuwaangamiza Wafalastini kama hawataondoka katika nchi yao na kwenda kusikojulikana, huku akikodolea macho na kudondokwa na udenda wa tamaa ya mali zilizopo Gaza. Na hivi sasa amepitisha mpango wa kupeleka Israel silaha zenye thamani ya zaidi ya dola bilioni 8 kwa nia ya kumwaga damu za Wafalastini, na kisha baada ya hapo bila haya anazungumzia amani ya Gaza wakati muuaji ni yeye mwenyewe. Akiongea baada ya kupanga mauaji ya watu ya Gaza, yeye na Netanyahu mbele ya waandishi habari, Trump na Netanyahu wamesisitiza kwamba Wafalestina wanayo fursa ya kuondoka wenyewe kwa hiari katika maeneo ya nchi yao katika ukanda wa Gaza, lakini kama hawatafanya hivyo kwa hiari yao, wataendelea kukabiliwa na mashambulizi kutoka kwa jeshi la Israel ambalo litahakikisha wanawaua Wafalestina wote watakaosalia katika eneo hilo. Kwa upande wake, Trump amesisitiza kwamba kwa sasa ukanda wa Gaza sio sehemu salama kwa maisha ya watu, lakini kama Wafalastini watakubali kuachana na ushawishi wa Hamas na kuhamia katika maeneo mengine katika Mashariki ya Kati, basi itageuka kuwa eneo tajiri salama zaidi duniani, huku likipata maendeleo haraka kutokana na utajiri wake wa rasilimali za bahari. Maneno haya yanaweka wazi dhamira ya kuwaua Wafalestina alionayo Trump ili kujipatia utajiri uliopo Gaza ambao ni mali halali ya watu wa Falastini. Kwa hiyo basi mtaji wa kupata mali hiyo uliowekwa wazi ni kutengeneza mito itakayobubujika damu za Wafalastini na mauaji ya kinyama ili aweze kulitawala na kulichukua eneo hilo. Safari hii Trump hakusema nani atabeba dhamana ya kuwawezesha kiuchumi wa Falastini, watakwenda wapi na nani atahusika kutengeneza huo usalama na maendeleo katika eneo la Gaza ambao amesema litakuwa eneo huru na tajiri. Hata hivyo, kila mmoja wetu anajua kwamba ni yeye Trump, na kwa gharama hizo atakuwa amelinunua eneo hilo na Wafalastini hawatarejea tena katika nchi yao. Mkutano huo wa waandishi wa habari ulifanyika baada ya kukamilika kwa kikao chao kirefu kilichofanyika katika ikulu ya Marekani mjini Washington, ambapo kilizungumzia masuala makuu matatu ya ushuru wa biashara kwa bidhaa zinazoingia Marekani kutoka maeneo mbalimbali, hasa China, masuala ya nishati ya nyuklia ambayo yalilenga zaidi ongezeko la nguvu za nishati hiyo katika taifa la Kiislamu la Iran, pamoja na swala la mgogoro wa Falastini. Wakiliita eneo la Gaza kwa jina la dhihaka la mtego wa vifo, dangerous death trap, Trump na Netanyahu wamesema hakuna tena uwezekano wa mazungumzo ya kusitisha mapigano na Hamas wala mamlaka ya Palestina ambayo hautahusisha mpango wa Falastini kuondoka katika maeneo ya ukanda wa Gaza. Upande mwingine, maelezo ya Trump na Netanyahu yamebainisha kwamba tamko la awali la Trump la kuhamisha kwa muda wa Falastini katika eneo la Gaza kwa ajili ya kulifanyia ukarabati lilikuwa ni hila na udanganyifu na uongo, kwa vile sasa wanaongea kwa uwazi kuwa mpango huo utakuwa ni wa kudumu. Hawakusema kwamba baada ya Wafalestina kuondoka kabisa Gaza kama wanavyotaka, eneo hilo litakuwa chini ya usimamizi wa nani, litamilikiwa na nani, na huo utajiri na usalama wa eneo hilo utakuwa wa nani, kwa ajili ya nani, na utamilikiwa na nani. Juu ya swala la nishati ya nyuklia, Trump ameuambia mkutano wa waandishi habari kwamba tayari mipango ya mazungumzo ya ngazi ya juu baina ya serikali ya Marekani na Iran umeanza na unatarajiwa kuwepo kwa mazungumzo ya moja kwa moja na mamlaka za Iran siku ya Jumamosi ijayo, Aprili 12 ya wiki hii huko Oman, katika mji mkuu wa Muscat. Hata hivyo, kama ilivyo kawaida yake ya kutumia lugha za vitisho na dharau, Trump alisema kwamba anatarajia mazungumzo hayo yatakuwa yenye mafanikio, lakini kama yatakosa mafanikio, basi huenda Iran itakuwa katika hatari kubwa. Hakufafanua aina ya hatari ambayo itaikabili Iran kama mazungumzo hayo yatashindwa kupata mafanikio. Mamlaka za Iran kwa upande wake zimekiri kuwepo kwa mazungumzo baina yake na Marekani katika siku ya Jumamosi, Aprili 12 huko Muscat nchini Oman, lakini imekanusha kwamba kutakuwa na mazungumzo ya uso kwa uso. Hata hivyo, kitisho cha Trump kwa Iran kinamaanisha kwamba Marekani inakwenda katika mazungumzo hayo na mpango ambao
ni lazima Iran iukubali ili kukwepa hiyo hatari ambayo Marekani inatoa kama vitisho. Ukichanganya na suala la kubainisha kwamba mazungumzo yatakuwa ya uso kwa uso wakati Iran haijawatangazia wananchi wake hivyo, kwa vyovyote vile hii ni dharau na udhalilishaji kwa mamlaka za Iran, na hilo ni jambo ambalo kwa vyovyote itakavyokuwa haliwezi kukubaliwa na Iran. Trump anapeleka ujumbe wake katika mkutano huo nyeti, huku zikiwepo kumbukumbu ya kwamba ni yeye aliyevuruga mazungumzo ya awali yaliyokuwa yameanzishwa na aliyekuwa rais wa nchi hiyo kabla ya kipindi chake cha awali, Rais Barack Obama. Katika mkutano huo wa waandishi habari, Trump pia aliweka wazi kwamba mazungumzo yao na Netanyahu yalihusu namna ya kuimarisha uhusiano baina ya Israeli na Uturuki, ambayo sasa imeelezwa kuwa tumaini kuu la kijeshi la Umoja wa Ulaya baada ya Marekani kuonyesha dalili za kuiumbisha NATO. Hawakuweka wazi pia kwamba uimarikaji huo wa mahusiano ya Uturuki na Israeli unalenga maeneo gani, japokuwa ni wazi kwamba nguvu za Uturuki kijeshi pamoja na eneo lake la kijiografia linaweza kuwa na msaada mkubwa kwa mipango ya kijeshi ya Israeli na Marekani katika eneo la Mashariki ya Kati, Asia na Ulaya kwa ujumla wake. Wakati Umoja wa Ulaya hivi sasa umetangaza mipango ya kuliimarisha jeshi la Uturuki ambalo ndilo jeshi kubwa zaidi lenye nguvu zaidi katika Ulaya nzima. Katika mkutano huo na waandishi wa habari, Trump ametamba kwamba yeye ni rafiki mkubwa sana wa rais wa Uturuki Erdogan na serikali yake ina mahusiano makubwa na serikali ya Uturuki. Pengine hii imelenga kuondolea nguvu na imani mataifa ya Umoja wa Ulaya juu ya matumaini waliokuwa nayo kwa Uturuki, ambao hata hivyo kwa miaka mingi Uturuki imekuwa ikiomba na kunyimwa na kusubirishwa kuingizwa katika umoja huo. Mimi na Erdogan ni marafiki, nina uhusiano naye mkubwa sana, nampenda sana na nina hakika na yeye ananipenda sana. Hatujawahi kuwa na tatizo lolote, alitamba Trump katika mkutano na waandishi habari. Wachambuzi mbalimbali wa kidunia waliohojiwa na Al Jazeera baada ya mkutano huo uliorushwa moja kwa moja wameonyesha wazi wasiwasi wao kwa uimarikaji huo wa urafiki wa Uturuki na mataifa hayo ya Marekani na Israel, hasa katika kipindi hiki ambacho sera za mataifa hayo zinaonyesha wazi mpango wa kulifutilia kwa mbali kabisa taifa la Palestina na kulipora kwa mabavu eneo la Gaza, pamoja na kumaliza kabisa nguvu za kijeshi juu ya masuala ya Mashariki ya Kati na hasa Palestina. Baadhi ya wachambuzi wamemlaumu Netanyahu kwa kumuita kibaraka ambaye anaamuliwa mambo yake yote na Trump. Wamesema kama ilivyokuwa kwa rais wa Ukraine Vladimir Zelensky, Netanyahu aliitwa Washington kuelezwa nini cha kufanya katika mgogoro na jirani zao, lakini wakati Zelensky angalau alijitahidi kukataa baadhi ya mambo ambayo yangekuwa mzigo kwa wananchi wake, Netanyahu amekubali yote bila kujali yatakuwa na matokeo gani ya kiusalama kwa wananchi wake. Haya ndio yaliyopita hivi karibuni katika kikao kilichofanyika baina ya Netanyahu na Trump katika mipango yake inayoendelea ya kutaka kulichukua eneo la Gaza na kuliyahudisha na kulifanya kuwa eneo la kibiashara kwa maslahi ya Trump na Netanyahu, jambo ambalo litafanya wananchi wa Gaza wa Palestina kupoteza nafsi zao wote na kuangamia ama wafukuzwe kupelekwa mahala kusikojulikana, huku ndugu zao wa Arabu wakikaa wanapiga mdomo na kujifanya kuwa wanaonea huruma kwa maneno, jambo ambalo linadhihirisha namna ambavyo Waarabu walivyo wanafiki na wasivyoweza kuwa na msaada wowote kwa ndugu zao Waarabu wenzao, Waislamu wenzao na binadamu wenzao. Kwa wakati huu tutakufanya tunaomba tuendelee sisi tulioko huku na ambao hatuna dola ya kuweza kusimama pamoja na Wafalastini kupigana dhidi ya dhulma inayoendelea, tuzidi kuomba dua zetu kama ilivyo kawaida, kuwaombea ndugu zetu wa Falastini waweze kutoka katika hali mbaya waliokuwa nayo na dhulma wanayofanyiwa na Mayahudi wakipewa nguvu na Marekani ili waweze kuporwa mali zao na ardhi yao. Mwenyezi Mungu awahizi wale ambao wanapanga mipango hiyo ambao ni Trump na Netanyahu, ili waweze kuishiwa nguvu na mipango yao ivunjike, ili salama, amani na ardhi huru na hatimaye na Al-Quds Sharif, yani Jerusalem pamoja na Masjid Al-Aqsa iwe huru kwa Waislamu wote duniani. Bila kusahau kuwa swala la ukombozi wa Palestina, swala la ukombozi wa Masjid Al-Aqsa ni jukumu lililo juu ya shingo ya kila anayejijua kuwa yeye ni Muislamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Usisahau kulike, kushare, kucomment na kusubscribe Mizani Online TV
ili uendelee kupata mfululizo wa vipindi vijavyo. Allah